بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. Ndugu zangu bora, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikiwa leo ni siku ya pili katika darasa yetu hii ya al-manhaj as-salafi lilmadaris al-ibtidaiyya lil-ustadh Abu Abdul Qadir Abdurrauf al-Munawi الشافعي حفظه الله تعالى. leo tutakuwa na mada inayosema maana salafia. Baada ya jana kuona utangulizi na katika yale ambayo tumeyaona katika utangulizi wa jana ni pamoja na sababu ambazo zimepelekea umma huu kugawika makundi kwa makundi, na kadhalika tumeona maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuthibitisha hilo, lakini pia tumeona kile kidhibiti ambacho kinaweza kuthibitisha kwamba mtu huyu ni katika watu wa sunna kama salafi au la. Na kidhibiti ni mtu kuwa anafanya yale ambayo aliyokuwa akiyafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake kwa ujumla wake, kwa kadiri ya uwezo wake, kwa kadiri ya uwezo wake. Naam, haiwezekani mtu akafanya kama walivyofanya masahaba, kwa maana ya katika utekelezaji wa ibada. Masahaba wao walikuwa wakifanya ibada zaidi kuliko sisi, lakini kujitahidi kufuata kwa kadiri ya uwezo wetu. Ama kwenye kuacha, tuyawache yale yote ambayo wao hawajayafanya, kwa sababu kwenye kuacha hakuhitaji nguvu, kwenye kuacha hakuhitaji gharama, kuacha ni rahisi sana. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yale ambayo nimeamrisheni yaendeeni kwa kadiri muwezavyo, ama yale ambayo nimewakatazeni yaacheni, kwa sababu kwenye kuacha si jambo gumu, kwa sababu ukiacha haudhuriki na chochote. Ama kwenye kufanya inawezekana kuna mambo wewe ukawa huna uwezo nayo, basi unafanya kwa kadiri uwezavyo. Ama kwenye kuacha unatakiwa uache. Ukiambiwa acha bid'a, basi acha, kwa sababu hakuna ugumu kwenye kuacha bid'a. Yaani kuacha bid'a kuna ugumu gani? Hakuna ugumu wote. Leo insha Allah taala tutakuwa na mada inayosema maana salafia. Leo tutakuwa na mada inayosema
maana salafia, na hii ni mada muhimu. Umuhimu wake unadhihiri kutokana na watu kutojua maana yake neno hili, lakini kadhalika watu kujua maana isiyokuwa sahihi, mpaka wanasikika baadhi ya watu wakisema kwamba haifai kujiita salafi kwa sababu ukijiita salafi unakuwa umejitakasa. Huku yeye anajiita ansari sunna mathalan, yeye ananusuru sunna. Ukijiita salafi unakuwa umejitakasa. Kwa maana gani? Kwa maana ukijiita salafi umejiita wewe ni mja mwema, umejiita wewe ni mja mwema, kwa sababu salafi maana yake ni waja wema walio tangulia. Kwa hiyo ukijiita salafi maana yake unajitakasa, unajiita wewe mja mwema. Na Allah anasema fala tuzaku anfusakum, msizitukuze nafsi zenu. Shetani akiamua kulipamba jambo huwa analipamba kabisa na kwa dalili kabisa, kwa sababu katika Uislamu kuna mapote mangapi? Kila pote limejipa jina katika Uislamu. Kuna pote ambalo limejipa jina baya, lakini kuna umesikia watu wakisema kwamba msijiite hivyo kwa sababu kadha wa kadha. Lakini kwa masalafi, pamoja na kwamba madai yao ni madai ya batil, lakini watu wanasema kwamba msijiite hivyo bwana, haifai kujiita salafi nini, maneno kama hayo. Sasa tuone maana yake ili tuelewe hasa hukusudiwa nini na ni ipi asili ya jina hili. Je, ni watu tu wamekaa wamebuni wakajiita, au ni musamma ambao una aslu? Tuwe pamoja ili tuweze kuondosha, kama kuna ufahamu ambao hauko sawa basi tuondoshe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa tunasoma kwa mujibu wa taarifu za Kiarabu, Waarabu wanamaanisha nini, lakini pia taarifu za kisheria zinamaanisha nini, kwa maana tutakuwa tunanukuu. Maana salafia, anasema kalimatu salaf fi lugha, neno salaf katika lugha tati bimaana as-sabiqi wal mutaqaddim. Neno salaf katika lugha ya Kiarabu linakuja kwa maana ya aliyetangulia, as-sabiq wal mutaqaddim, yule aliyetangulia. Na Sheikh amefupisha kutokana na kuepusha urefusha. Kwa hiyo yeyote aliyekutangulia katika jambo lolote atakuwa ni salafi kwako. Mathalan sisi tuna babu zetu, sawa? Babu zetu wao wametutangulia katika vitu vingi, katika umri. Hawa ni masalafi wetu. Sawa sawa ni Waislamu au sio Waislamu? Sawa sawa kama ni Waislamu walikuwa ni watu wa sunna au sio watu wa sunna? Hawa ni masalafi wetu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wametutangulia katika umri. Kadha akikutangulia mtu katika kusoma, ikawa wewe uko darasa la kwanza, yeye uko darasa la tatu, darasa la pili, akaanza kumaliza yeye, ni salafi wako, kwa maana amekutangulia. Umeeleka hapa? Ni salafi wako. Ikawa ni amekutangulia katika ilmu, amesoma kabla yako, ni salafi wako. Hii ndio maana ya salaf katika lugha ya Kiarabu. Unaposema salaf maana yake yule aliyekutangulia, mujarrad kutangulia. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala amemtaja Firaun kwamba tumemjalia huyu, tumewajalia hawa kuwa ni mfano na salaf kwa wengine.
Kwa maana Firaun watu wakija watachukua mazingatio kupitia yeye, kwa sababu yeye tayari ameshafanyaje, ameshatangulia. Hii ndio maana ya kalimatu salaf katika lugha ya Kiarabu, yule aliyetangulia. Basi sasa tunaposema as-salaf katika lugha ya sheria, maana yake ni nini? Wasilahan, na istilah, humus sahabatu, ni masahaba, wattabi'una lahum biihsani, na wale wanaofuata masahaba kwa ihsani, hao ni masalaf katika lugha ya sheria. Ashabul quruni almufaddala, watu wa karne tatu bora, yani watu wa karne zile tatu bora. Humus sahabatu, masahaba, wattabi'una lahum biihsani, na wale wanaofuata masahaba kwa ihsani, kwa itqan. Ashabul quruni almufaddala, watu wa karne bora. Qala ta'ala, amesema Allah mtukufu, was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون، نوالي وليتنغليا وموانزو، من المهاجرين، katika muhajirin. Muhajirin ni wale masahaba ambao walihama pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka kwenda Madina, wanaitwa muhajirun. Was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar, na ansar ni wale masahaba ambao waliwapokea Mtume sallallahu na masahaba zake Madina. Walladhina ittaba'uhum, na wale waliofuata biihsani, kwa ihsani. Radiyallahu anhum, Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia wao. Waradhu anhu, na wao wameridhia yale ambayo waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'adda lahum, na Allah amewaandalia wao. Wa'adda lahum, na Allah amewaandalia wao jannatin tajri, pepo ambazo hupita, tahtaha, chini yake, al-anharu, mito, khalidina fiha, ni wenye kudumu humo abada, milele. Dhalika al-fawzul azim, na huko ndio kufaulu kuliko kubwa kabisa. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. Anasema Abdullah ibn Mas'ud, anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume Allah sallallahu alaihi wasallam zimfikie, khairun nasi qarni, watu bora kabisa ni watu wa karne yangu. Mtume anasema watu bora kabisa ni watu wa karne yangu. Khairun nasi qarni, watu bora kabisa ni watu wa karne yangu, manaki masahaba. Thumma alladhina yalunahum, kisha wanaofuatia, kisha wanaofuatia. Thumma alladhina yalunahum, kisha wanaofuatia. Thumma yaji'u aqwamun, kisha watakuja watu hao, tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu, tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu, yani mtu ushahidi wake unatangulia kiapo chake, ushahidi wake unatangulia kiapo chake. Wa yaminuhu shahadatahu, na wakati mwingine kiapo chake kinatangulia ushahidi wake, kwa maana mara aape kabla ya kutoa ushahidi au atoe ushahidi kabla ya kuapa. Haya maneno yanamaanisha kushuka uaminifu
na kutokuwepo kwa uaminifu na ukithiri uongo, kiasi ambacho watu hawajali kuhusu mambo ya ushahidi. Mtu anatoa ushahidi bila ya kufikiria, na mtu anaweza kuwapa bila ya kufikiria kwamba jambo ambalo analitolea ushahidi ni la kweli au jambo ambalo analiapia ni la kweli ama si la kweli. قال الإمام صالح الفوزان السلفية. kabla ya kueleza maneno ya Sheikh Fauzan, kwanza tumeona maana ya as-salaf kisheria. Tumeona maana ya as-salafu kisheria ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao hawa ndio ambao wanaitwa as-salafu salih, waja wema waliotangulia, watu wa karne tatu bora. Ndo lafudhi ya salaf inaachiliwa kwao. Tunaposema salaf, as-salafu salih, maana yake hukusudiwa watu wa karne tatu bora, ambapo kuna masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha kuna wanafunzi wa masahaba, kisha kuna wanafunzi wa masahaba. Kwa maana kuna as-sahabatu, at-tabi'un, alafu kuna atba'u at-tabi'in. Hawa ndo watu bora, watu wa karne tatu bora. Hawa ndio wanaitwa as-salafu salih, yani waja wema waliotangulia. Kwa maana as-sahabatu, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wanafunzi wao na wanafunzi wa wanafunzi wao. Kwa maana as-sahabatu, at-tabi'un na atba'u at-tabi'in. Hawa ndio salafuna salih, hawa ndio waja wema waliotangulia, hawa as-salafu salih. Kwa hiyo kuna hawa Mtume sallallahu ameshuhudia khairi zao, kwa sababu Mtume amesema khairun nasi, watu bora kabisa karni ni watu wa karne yangu, thumma alladhina yarunahum, kisha wanaofuatia, thumma alladhina yarunahum, kisha wanaofuatia. Kwa hiyo hawa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam shahida lahum bil khairiyya, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshuhudia juu ya khairi zao kuwa hawa ni watu bora. Mtume mwenyewe ameshuhudia juu ya ubora wao, hawa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale ambao ni at-tabi'un na atba'u at-tabi'in. Mtume mwenyewe ameshuhudia ubora wao. Kwa hiyo hawa ndio as-salafu salih, ni waja wema waliotangulia. Hawa ndio watu wa karne tatu bora, na hawa ndio inapokuja lafudhi ya as-salafu salih, hawa ndio wanakusudiwa kwa mujibu wa daraja zao. Kwa maana kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, watu bora ni watu wa karne yangu, kwa maana ni masahaba. Kwa hiyo hawa ndio bora namba moja, kisha baada hapo wanafuatia bora namba mbili ambao ni at-tabi'un, kisha bora namba tatu atba'u at-tabi'in. Sawa. Kwa hiyo hawafanani katika ubora, kama vile ambao masahaba pia wote ni bora, lakini wanatofautiana katika ubora. Abu Bakari ni bora kuliko anayemfuatia, na Umar ni bora kuliko anayefuatia, na Uthman ni bora kuliko anayemfuatia. Hivyo hivyo walipopangwa ndivyo hivyo ubora wao unapokuwa. Sawa? Ndivyo hivyo ubora wao unapokuwa, mpaka wanakwenda kwenye wale watu waliobashiriwa pepo, watu 10, wanakwenda mpaka wale walioshuhudia Badri, wanakwenda mpaka wale walioshuhudia Fathu Makkah, kwa mujibu wa daraja zao. Lakini kwa umumu kwamba wote ni bora na wote ni waadilifu, as-sahaba kulluhum udulun, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wote ni waadilifu. Kisha akasema al-Imam Salih al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, mufti ad-diyar, huyo ni mufti wa miji ya Saudia, hafidhahu Allah ta'ala. As-salafiyatu hiya as-sayru ala manhaj as-salafi min as-sahabati wat-tabi'ina wal-qurun al-mufaddala fi al-aqidati wal-fahmi was-suluki, wa yajibu ala al-muslim suluku hadha al-manhaj. Sheikh Fawzan, Allah subhanahu wa ta'ala muhifadhi, ni shekhi ambaye amepigana jihadi kubwa sana katika upande wa ilmu. Haya anasema maneno yake haya akieleza maana ya as-salafiyya, kwa maana Sheikh Munawi hafidhahu Allah ta'ala
amenukuu maneno ya Sheikh Fauzan katika maana ya as-salafiyya. Akasema as-salafiyya, tumeona maana ya salaf, sasa tunaona maana ya as-salafiyya. As-salafiyya maana yake nini? As-salafiyya yasairu ni kile kitendo cha kupita ala manhaji salaf, katika mwenendo wa waja wema waliotangulia. Kile kitendo cha kupita katika njia ya waja wema waliotangulia ndio kinaitwa as-salafiyya. Min as-sahabati, kuanzia masahaba, wa tabi'ina, na wale ambao wamewafuata masahaba, wal quruni al-mufaddala, na watu wa karne bora, kupita katika nini? Fil aqidati, katika itikadi, wasuluki, katika mwenendo, wayajibu ala al-muslim, na inawajibu, wal fahmi, na ufahamu. Fil aqidati, katika aqida, wal fahmi, na ufahamu, wasuluki, na mwenendo kwa ujumla, wayajibu ala al-muslim, na inawajibika kwa muislamu suluku hadha al-manhaji, na inawajibika kwa muislamu kupita katika manhaji hii, akupita njia hii. Kwa hiyo as-salafiyya ni kile kitendo cha mtu kupita katika njia ya as-salaf as-salih, ambao ni as-sahabatu wat-tabi'una wal qurun al-mufaddala. Unapita vipi? Yani fil aqida, katika itikadi, kwa maana unaitakidi kama walivyoitakidi wao. Ni ipi akida yako kunako adhabu ya kaburi? Ipo haipo? Unaangalia wao wameitakidi vipi. Ni ipi akida yako kunako Allah subhanahu wa ta'ala, yuko wapi? Wao waliitakidi vipi? Ni ipi haki ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwetu sisi? Unaangalia wao walikuwa wamemchukuliaje Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, walimchukulia kama ni Allah subhanahu wa ta'ala? Wamchukulia ni ilahan? Walikuwa baada ya kifo chake walikuwa wakienda kuomba kwenye kaburi lake? Hapana. Walikuwa wakifanyaje? Walikuwa wakitufu kaburi lake? Walikuwa wakienda pale wakilia wakiomba? Hapana. Manake wajibu wetu sisi ni kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na sio kumuomba. Tumepata wapi kwa msimamo? Baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwepo masahaba, walifanyaje? Kwa hiyo katika itikadi tuitakidi kama walivyoitakidi wao, walfahmi, na katika ufahamu tufahamu kama walivyofahamu wao. Kwa maana zinapokuja adilla, kwa sababu zinapokuja dalili za kitabu na sunna sisi tunazipokea hizo dalili, lakini je, tunatakiwa tuzieleweje? Tuzielewe kwa mujibu wa akili zetu hizi au tuelewe kama walivyozielewa wanafunzi wake Mtume sallallahu alaihi wasallam? Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati dini hii inateremka, ikiwa ni ghawqan tariyan, ikiwa ni mbichi waliokuwa mbele yake wakisoma na kueleweshwa maana zake ni kina nani? Ni masahaba wake sallallahu alaihi wasallam, ambao wao walichukua ilmu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kama ni ayatul Qur'aniyya, kama ni aya za Qur'an, tafsiri yake hakuna anayejua zaidi ya masahaba. Yani hakuna anayejua zaidi kuliko masahaba. Lazima wao ndio watuambie. Imeleka hapo, watuambie maana yake, sio sisi ndio tubuni maana zake kwa kuwa tunajua Kiarabu. Kuna bwana mmoja alisikika katika wanaharakati akasema, yani hata hii kul huwallahu, tuangalie Ibn Abbas anasemaje. Yani kul huwallahu una sura ndogo sana, kwamba haifai kufuata ufahamu wa masahaba. Baada ya kuacha msingi huu ndio yakazuka mambo mengi sana na uharibifu mkubwa sana. Yani mtu anaanza kuzusha jambo kisha anakuja na dalili yake. Tayib, hiyo dalili wewe umetafsiri kwa mujibu wa nani? Marejeo yako ni nani? Nani amekutangulia katika waja wema kuelewa kama ulivyoelewa wewe? Tukifunga huu mlango, dini itaendelea kubakia salama mpaka kiyama. Tukifungua mlango huu wa kwanza, kila mtu alete
maana anayotaka yeye, hatuwezi kufika. Na hapo ndio kwenye chanzo cha uharibifu, na ndio dini ya Manaswara ilipoharibikia hapo, kwa sababu dini yao haina vidhibiti, dini yao haina marejeo. Kwanza haina marejeo wala haina isnadi, tasikia Luka 12 khalas. Lakini dini ya Uislamu Allah subhanahu wa ta'ala amehifadhi, na miongoni mwa sura za kuhifadhi ni hivi. Sisi ufahamu wetu tunachukua ufahamu wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika aqida, lakini kadhalika katika ufahamu lazima tufahamu kama walivyofahamu wao walifahamu vipi. Leo wanakuja mtu anasema Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Maana yake hapa sio istawa, maana yake hapa ni istaula, sio istawa. Tayib, wewe bwana umesoma sana, ndio istaula hii maana nani kakupa katika waja wema waliotangulia? Umeipata wapi? Kuna yeyote katika waja wema aliyokutangulia katika hiyo maana? Hamna. Basi maana hiyo ni ya kwako, umekuja nayo kutoka mifukoni mwako, bakia nayo, sisi hatuna mpango kuifuata. Allah subhanahu wa ta'ala amesifu, ameeleza kwamba yeye ana mkono. Pale Mayahudi waliposema kwamba yadullahi maghlula, Allah ana mkono mfupi, mkono wa birika, Allah hakukanusha kwamba hana mkono. Amesema khullat aidihim, mikono yao wao ndio mikono mifupi. Bal yadahu mabsuutani, Allah mikono yake akathibitisha mwenyewe kwamba Allah ana mikono mingapi? Miwili. Bal yadahu mabsuutani, Allah mwenyewe amesema bal yadahu mabsuutani. Anakuja mtu anasema makusudio hapa sio mikono, hapa makusudio hapa ni nguvu. Kwa hiyo Allah ndo hajui neno nguvu.